Bwana, stori kubwa ambayo imechukua taswira kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na kuvunjika kwa ndoa ya mtoto wa Amina Vikoba, ambaye naweza nikasema mtoto wa Amina Vikoba ama binti wa Amina Vikoba, ama naweza nikamuita manager wa Amina Vikoba, ambapo mara kadhaa kwenye sherehe za usiku wa mvuje mara nyingi huwa anaakti kama manager wa Amina Vikoba. Kwa hiyo naweza nikasema ni binti wa Amina Vikoba ama naweza nikamuita manager wa Amina Vikoba. Yes, story hiyo inasema kwamba ndoa ya binti wa Amina Vikoba imevunjika rasmi, kama sio imekufa rasmi. Nikukumbushe tu, ndoa hii iliweza kufungwa miezi minne iliyopita, na hii ndiyo ndoa ambayo maneno yalikuwa mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Ni ndoa ambayo iliweza kufungwa serikalini, kwa maana kwamba ndoa ilikuwa ni ndoa ya bomani. Sababu ya hivyo ni kutokana na dini tofauti kati ya muoaji na muolewaji, kwa maana kwamba muoaji ni Mkristo lakini Amina Vikoba wao, kwa maana kwamba mtoto wa Amina Vikoba ni Muislamu. Kwa hiyo kukawa kuna muingiliano wa kuweza kukubali mmoja kubadili dini. Mwanaume alikataa kuingia kwenye dini ya mwanamke ambaye ni Muislamu, na mwanamke alikataa kuingia kwenye dini ya mwanaume ambaye ni Mkristo. Mwisho wa siku ndoa hiyo ikaweza ikafungwa bomani kama sio serikalini. Kwa hiyo ndoa ambayo ilifungwa miezi minne ya binti wa Amina Vikoba kwa sasa imevunjika. Taarifa rasmi zinatoka kwenye kurasa ya binti huyu wa Amina Vikoba, ambaye kwenye mtandao wa Instagram anafahamika kama jina la Najma Vikoba, ndivyo ambavyo anajiita. Na kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram aliweza kuposti picha mbili ambazo zinamuonyesha kwamba ni ile siku ya sherehe. Bila shaka na kuweza kuandika ujumbe mrefu ambao ulikuwa na paragrafu kama 4 hivi. Kwa kwanza, kwa kuzungumza ama kuandika kile ambacho alikuwa amekiandika, alisema kwamba nilikaa kimya nikidhani upendo unahitaji kuvumilia kila kitu, nikajisahau nikimridhisha mtu mwingine, nikabeba maumivu niliyoyaita mapenzi. Lakini kuna siku moyo huchoka kujifanya uko sawa, ili hali unavunjika ndani kwa ndani. Leo nimechagua amani yangu kuliko kulazimisha penzi lisilo ni heshimu. Nimechoka manyanyaso, nimechoka machozi ya usiku, nimechoka kuumia huku nikitabasamu mbele za watu. Kuondoka sio udhaifu, ni kujipenda. Mwanamke akiamua kuondoka, ujue alijaribu sana kubaki, lakini ameshindwa. Si kila anayenyamaza hana cha kusema. Wengine wamechoka kuelezea maumivu yao kwa watu wasiobadilika. Nilivumilia mpaka nikajipoteza, nikapenda mpaka nikajisahau. Leo sitafuti huruma ya mtu yeyote, natafuta utulivu wa moyo wangu. Nimejifunza kuwa amani ni bora kuliko relationship yenye vilio kila siku. Sitaki vita tena, sitaki manyanyaso tena, sitaki kulazimisha penzi tena. Nimechagua mimi. Akaweka na kopa jeusi pale kwa kumaanisha kwamba hakuna mapenzi tena. Akaendelea kusema kwamba watu wataita nimebadilika bila kujua maumivu yaliyonibadilisha. Hakuna anayejua machozi niliyoyafuta gizani. Hakuna anayejua namna nilivyopambana kubaki strong, lakini kwa sasa nimefika mwisho kwa kuvumilia. Mwanamke akianza kujipenda utafikiri ni kiburi, kumbe amechoka kuumia. Nimeondoka sio kwa sababu sipendi, nimeondoka kwa sababu nataka kuishi kwa amani. Nilikuwa napigania ndoa, yeye alikuwa ananifundisha maumivu. Nilikuwa natafuta upendo, yeye akanipa manyanyaso. Sasa nimeamua kujitoa sehemu ambayo moyo wangu haupumui. Wakati mwingine kuachana sio mwisho wa maisha, ni mwanzo wa kujirudisha mwenyewe. Sitajilaumu tena kwa kuchoka, maana hata moyo una kikomo. Hivi ndivyo namna ambavyo mtoto wa Siwa Kikala ama Amina Vikoba ameweza kuandika kunako mtandao wake wa Instagram, kwa kuonyesha vile ambavyo alivyokuwa anapitia maumivu kwenye mahusiano yake kama sio kwenye ndoa yake, lakini mwisho wa siku akadiliki kusema kwamba amechoka, anahitaji kuwa mwenyewe, amechoka, anahitaji kupata amani ya moyo. Mwisho wa siku kujaribu kupitia baadhi ya comment kuhusiana na kile ambacho mtoto wa Amina Vikoba ambaye ni Najma Vikoba ameandika, na kutana na comment ya mama yake ambaye ni
Amina Vikoba mwenyewe amesema kwamba nimekwambia uchague shule, akanyosha mikono.